Kifaru Mabulo, watu wanataka kujua ulipataje ile slogan ya bwana she Ojima brandi, kitu kama hicho bwana. Alala unajua bro, kwenye ku create kitu kama sisi ma creator wa TikTok au YouTube, so najua mwenyewe unaona mpaka sasa hivi nakuwa na kuona ni kama unaenda kubobea hivi kwenye fani zetu zile, mpaka mwisho utasahau kudaka mwana. Kwambia kweli. Sasa unajua ku create bro inamfanya mtu kutengeneza kitu ambacho kitakuletea ufamasi, sababisha mpaka uje upate umaarufu, uje upate, yani naomba mtu kulia afu kuangalia watu wanapenda nini. Maybe nafikiri clip ambayo umefanya juzi, ile clip imetisha mpaka niliweka story, watu wengi wamecomment, wameiomba wengi. Umeona? Yaani pale unatakiwa ujue kwamba ulijiongeza, ulifanya kitu ambacho hata wewe mwenyewe kwanza ulikuwa utakuta ulikichukulia cha kawaida. Umeona? Lakini ulivyokuja ku upload, watu walivyokipokea wakakipokea na ukubwa. Ndio mimi sasa. Sasa mimi ile slogan nilipataga kwa mama fulani hivi, anauzaga kumbe hiyo alai. Anakaa ile. Sasa mama kila saa 12 unamsikia usiku, no alala saa 12 usiku asipita kila siku. Yaani unajua kwamba kila siku yeye alikuwa akosi sombe ya kuuza. Kila siku. Unaona, sasa mama yangu, tuseme mama yangu mimi ni mtu ambaye alikuwa sana napenda kumnunulia. Utakuta mama yangu mimi anawaele kazi kama sijui 4. Sasa akinunua hiyo sombe, aninunua kwa wingi. Umeona? Yana ananunua sombe nyingi sana. Afu akishanunua anakuwa na anawasogeza, njoni mchukue kila atachukue fungo 5 hapo nini. Sasa yule mama akawa anazoea mtaa wetu. Sasa ameona hapa kuna mteja akichukua amechukua. Sana mimi ndo nikamsikia nini, nikasema nikapata content bro, kuka trend sijui video za wanawake huko kwenu waliopostiwa mbaya. Ya, ndo nikaruka naye sasa. Hata enua lala yani huku kuna umbea watu ndo wakasoma kumbe huku alala ndo umbea jamani, sombe alala. Nikasema poa. Kwa nilivyokuja kuipiga ikamechi na ile content, so matukio au sio post watu nikaona wameshambulia sana ku comment ile alala. Nikasema wow, kumbe alala ni slogan big sana, ngoja ni test kwa video hii. Nikachapa video nyingine naenda kumchonganisha mtu kwenye ndoa yake. Bana, mume wako akifika hapa mpe kwanza cha kwanza kabla karibu, mpe mtoto amchukue. Akikataa kubeba mtoto juu atoka kwa mwanamke mwingine. Madada akazidi kuipenda. So ndio nikaona hii clip, so hii content ya kuongelea kwamba alala kila saa, hii slogan ni kali. Ndio nikaona iongea sana kwenye clip zangu. Nimeacha tukizungumzia sasa hivi kwa sababu watu wameshaichukulia alala ni kama jina langu. Kwa hiyo ndo waga natumia. Alafu bro, unajua kizuri cha slogan yako, yani ukianza tu lazima watu wengine wataitikia, yani hakuna namna mtu kukaa kimya. Umeona? Sasa hicho ndo kilifanya haswaswa niinganganie, kwa sababu hata nikienda kwenye matukio bro, nikialikwa tu sehemu yoyote ile kuna tukio la watu wengi, nikizungumzia tu hiyo slogan bwana, nikisema tu bwana shie, kula watu wanadaka Ojima brand jamani, pombe bora tisha. Afu kwa mademu wengi hivi ndo umeua zaidi. Okay, vizuri sana kusikia hivyo bro. Afu kuna hizi content zako waga unapata changamoto gani, yani shida gani ambayo waga unaipata hii, yani kusema kuwa unataka ufike mbali lakini kuna hiki aza hiki, yani ambacho kinakuwa kinakupa shida, aza kitu gani ambacho unafanya ili uwe mkubwa? Sema tu, yani kitu ambacho mimi nasemaga kitakuja kinifanya kabisa niwe mkubwa bro. Idea ya Umamazuu ina content nyingi sana ambapo sio ndogo. Umeona? Afu content zake nikifanyaga aiombagi nguvu sana, yani aiombi maandalizi makubwa, ile inaomba uwekezaji tu ule wa kubadilisha zile vazi nini. Zamani nilikuwa nangangania vazi moja nini, sasa ndio nikaona mbona kama vazi moja inakwenda nifanya kama clip moja, yani clip zote kuonekana kama clip moja hivi. Nisiwe na change vazi. Sasa hapo ndio nikasema kumbe gharama hii style ni mavazi. Ngoja kwanza mimi ndio natisha hivi bro, nikiwa nafanya clip sasa hivi nakuwa nategemea ni feli sana one day nipate watazamaji 10,000.
wa Kibembe, yani wa kabila tofauti tofauti. Na tena hivi Bro, can I najiupdate. call you Mr. Anda? Bro, kwa maana ile content yako ya Anda watu wengi wanaifuatilia sana, na ni kitu ambacho kinawafurahisha watu wengi, kwa maana walikuwa hawajui Anda ni kitu cha aina gani, na walikuwa hawavai watoto wa siku hizi. Hivi unaweza kutuambia ile Anda yako ulitoa wapi? Yaani watu tujue Anda yako umetoa wapi, na yani unajisikiaje kwa nayo mwanangu, kwa maana ni kitu ambacho watu wengi wanajiuliza. Ile Anda blaza, ile Anda tuseme, mimi ni mtu fulani ambaye napendaga sana kutania na familia yangu. Kabla ya kujibia Anda hapo, wadau wangu jamani, nafikiri tupo chonjo na movie yetu YouTube, tupo live bila chenga, tupo na baba sita wala bila chenga. Tunatakiwa twende YouTube kule tukaiwatch movie yetu sasa hivi, sijui kama ina views wangapi, ila twende tuangalie afu mje mtupatie majibu tuna views wangapi. Mnajua hapa kwetu tunataka tufanye vitu tofauti. Na ndoa yangu ni movie nimeifanya ni ya tofauti. Mpo watu 68 ndio wameshiriki hiyo movie. Wote tuangalie ni full movie. Umefanyia wapi? Yes. Hapa bro tutaifanyia. Niliendaga kufanya movie mjini bro, nikafeli. Watazamaji wetu huko hawapendagi vitu tuvifanyie mjini unajua. Hapa kwa sababu kitu cha kwanza nyewe waga mna like ni kuona mandhari nini, udongo wenu, yani vitu kama hivyo. Tushakuwa na viewers 75 kwa dakika ngapi? Tunatisha blaza. Yani sijui kama tushashika dakika 30. Tunataka kupiga viewers 100 da. Yeah, turudi hapo kwenye Anda mzee wangu. Anda uliitoa wapi? Anda tuseme hiyo Anda, mimi ni mtu fulani ambaye nataka sana kujoke na familia yangu, so wakinionaga bro, sasa hivi ni mna dakika. Bro, movie yangu bwana tembea sana blaza. Wewe uko una simu nyingine ukacheki blaza? Nakuchekia. Cheki afu tuambie watu hapa wanasema kama dakika 20 viewers kama sijui 120. Unasikia dundo hilo blaza? Kama wa Tanzania vile. Tunataka kutengeneza vitu tofauti. Nakubali kwenye Anda. Hapo kwenye Anda hapo na kwenye tusikie. Ile nguo ya ndani bro, ile mimi ninavyozoea kuona, mashemeji zangu wagawa wanapenda kunieremea sana. Pia mke wangu pia ni mtu mpambanaji kwenye life yangu ya kazi. Kwa ni watu baadhi ambao waliwaigi kunishawishi kutumia Anda kwenye video zangu. Ya kuna kipindi tukiona wakina mama wengi wanisumbua. Wakina mama wengi waga wanapenda kutumia sana Anda. Maybe ukiangalia hata kikwembe kikimdondoka kina asipokuwa na Anda ndani atakuwa na kipesi kikubwa. Unaona ulivyokuwa mtoto mbao unatoa siri mwanangu. Mimi sio siri. Hapo mimi tuna dadisi. Sasa mimi nikaona mbona mimi watazamaji wangu wengi kwa 100% kubwa, yani kwa 100 wakina mama ni wengi. Yaani wanawake ni wengi tu kifupi. Nikaja nikaona mtu akicheza na hii Anda hii. Nitafutia wengi. Nilivyo play clip ya kwanza tu yaani nimevalia tu ile kikwembe kikandondoka naenda kwenye sherehe sijui kufanyeje. Baba, ilitembea comment nyingi kishenzi. Afu nikapiga clip nyingine nipo Toni na wateta majani zangu kule nini, afu nipo kwenye Anda hivi, nafua nguo afu nipo kwenye Anda. Watu wali comment wengi, unatisha sijui nini, umewazeja. Nikaona ngoja basi niweke Anda kuwa kama mtoko, ndo mpaka sasa hivi nikaiweka hivyo. Hapo mwanzo Mungu alipomuumba Adamu akampatia na Hawa, au sio? Kwa hiyo wewe kama Mama Zuu Kifaru Mabulo, vipi una wife au sio? Yaani una mke wako au sio? Unajua nini blazi? Hapo ambacho niligunduaga natakiwa update kabla ya vyote nilikuwa na mke. Unajua mafanikio mazuri ni yale inakuja huko na mtu wako wa karibu. Yanakuwa ni mafanikio yenye busara makubwa. Alafu nikikutana na watu ambao kidogo mna match, so chochote utakachofanya bro kinaendaga. Yaani yule ambao ni wambavu yako ya kushoto akikusupport tu akiweka mkono, baba afanya tu. Mimi makeup wangu ni yeye, nikishupigi clip za hapa nyumbani yeye ndo ananipodoa, yeye ndo anafanya makeup yote nini fresh. Yeye kabisa.
Hivi ukipita mtaani kitu gani ambacho kinakuwaga vile kama vile kitambulisho chako? Yaani ukipita kila mtu anakutambua huyo hapa ni mtu fulani. Waga wapati ugumu au usipokuwa na zile nguo za Mama Zuu. Mimi niseme kwamba mimi watu wengi wanajuaga. Kwa sababu gani? Mimi kwanza kitambulisho cha kwanza ni macho bro. Macho yani macho. Pia una mwanya. Mwanya hawezi kutuma bili kajulikana. Unajua kitu ambacho mimi kinatumaga mimi nijulikane sana. Ni macho. Macho kwa sababu watu wanavyoonaga macho ndo wakiniona tu tuseme tu kifupi akinonaga tu macho makubwa kama chura, wanajua Mama Zuu. Umeona? Kuna wakina mama wengine wanasemaga tu na eti mbona mesa unasema uko mwana nenda tenda yeye huko. Ni bali ni sasa changamoto zinakuwa zile, unakuta mtu anakuforce ufanye vile unavyofanyika kwenye video na haupo kwenye yale ule muonekano, yani umeona ni kitu kigumu. Alafu mimi pia kwenye muonekano huo bro, waga naibu sana. Hata nikikutana na mafansi wangu siwezaji ile kuongea nao muda mrefu, umeona. Lakini nikiwa kwenye mavazi yangu bro, full dafu, yani hata hapo juu na wewe una bahati, kwa sababu wewe ningekupiga swala la mke wako kwanza afu ndo nije nikurudia hivi. Haiwezekani hata kidogo mwanangu. Mimi ukiingia tu kwenye engo zangu, haijalishi wewe ni nani, uwe mwongeaji usiwe mwongeaji, na kupiga pano kinzingua. Hapa wewe pano ipo jikoni kule mwanangu. Utakapoleta pano mimi nitakuwa nishauri. Hamna pano iko hapa. Pano hii hapa, yani nachukua tu na kuweka. Haiwezi kawa karibu kule yangu. Haiwezi kawa karibu. Kwa nini? Kwa nini haiwezi kuwa karibu? Haiwezi kawa karibu. Ipo. Mimi hapa yani yeye anachukua. Siku hizi natokea sehemu yote, hata hapa kwenye nguo natoa na kuweka. Kitu kama hicho. Sikia ananiambia hapana. Wapo pano inakiingiwa tu na anda hiyo. Bro. Kwa sasa hivi kuna watu kabisa wanavaa anda. Yaani watoto wa siku hizi. Bro, kuna watu wanavaa anda mpaka sasa hivi. Sema tu walioenda Ulaya wengi wanavaa anda. Na ndio maana natumia anda ili kukumbusha kwamba walivaaga anda. Alekute ni baba sita. Yo bro, naheshimu sana kazi zako, naheshimu sana vitu ambavyo unafanya. Zile wig ambazo waga unatumia kwenye movie zako, kazi zako, na zile nguo waga unatoa wapi? Yaani gharama zinakuaje mwanangu? Vitu kama hivyo. Yaani tuchane tujue. Hizo wigi bro, wigi mimi natumia ni za kwangu. Nguo pia mafansi wangu wananinunulia kwa asilimia nyingi sana. Ila kuna zile nguo za gharama kubwa mimi ndo nanunua, kama zile gauni za 100,000 utakuta nanunua mimi. Lakini hizo utakuta vitenge nini, mafansi wangu wengi ndio wanakoga na nishoni, utakuta nalamika hiyo nguo ushaivaa sana nini, naambia mimi sina hela ndio maana sijaibadilisha. Utakuta wanachangiza, utakuta wanatuma $100 dala ngapi. Maybe tuseme tu hivyo, yani wananishika mkono na wanataka nifike mbali pia. Nguo zako za kiume na za kike ni nguo gani ambazo zina thamani, yani zile ambazo ulinunua kwa bei kubwa kabisa kuliko zingine? Mimi tuseme tu nguo zote zina thamani. Kwa sababu gani niseme nguo zote zina thamani? Siwezi nikachagua nguo za aina moja ndio zina thamani, zingine hazina thamani. Za kike ni za kazi. Za kiume ni za kwangu mimi binafsi bro. Yaani ni za mimi kama kifaru sasa hapo. Si unaona hata mwenyewe kwenye ile video umeandika kifaru, afu Mama Zuu alivyokuja ukachange jina ukaandika Mama Zuu. Majibu nayo. Sura wewe mwenyewe majibu lijipa, yani pale ulikuwa umetisha. Mimi mwenyewe nilisoma nikasema jamaa amefikiria mbali. YouTube pamenoga sasa hivi ndio watu wanavyosema. YouTube bro, unajua nataka niwakilishe hii bongo movie ya Wabembe. Mwezi wa 3 nimeahidi mashabiki zangu nina collaboration ambayo nitaenda kuifanya nje ya kambi, tofauti na Kongo au Burundi, tofauti na huko. Wapi hiyo? Hiyo collaboration ambayo sasa hivi nafikiri itakuwa bunge la collabo kwa waigizaji, kwa sababu unajua waigizaji wengi washafanya na kazi na watu wengi lakini haziendi. Maybe kama nilivyotaka mimi kusema kwamba nataka niwakilishe kabisa. Bro, mimi mwezi wa 3 na kitu kikubwa. Kwa hiyo nje ya nchi ambako utaenda kufanyia kazi yako ni maeneo gani, sema ambako hujawahi kufika wewe kabisa kwenye kazi zako, tuseme kitu kama hicho? Mimi nchi ambayo sijawahi kufika afu najua hata stories zangu hazipo, mimi ni Zanzibar bro. Kwa Afrika ya huku kwetu ambayo mimi kwa tunaizoea kuitembea.
Sijasema pengine, nimesema kwa mikoa yetu ambayo tunaweza kutembea. Wenda watu hapa wanaweza kaanza ushafika sehemu fulani, mimi sija. Lakini kwa hii mikoa ambayo watu wanajua kwamba ni mepesi mtu hapa kambini kuifikia, ukiwa tu amani. So najua tu Zanzibar ndio imebaki, kwa sababu mimi kama ni Dodoma wapi. Kwa maana yake tuashumu kuwa kazi zako sasa hivi unaenda kuzifanyia Zanzibar, kwa maana umepanga kwenda huko si? Zanzibar mimi kule nitaenda kufanya utalii. YouTube akinilipa vizuri, Zanzibar naenda kufanya utalii, na hii ambayo naiandaa mwezi wa 3 mimi naenda kushoot Dar es Salaam. Dar es Salaam. Hivi kuna msanii yoyote pale ambaye umewahi kufanya naye kazi? Kule mimi pale nishafanya na Master. Kipindi maybe before nilifanya na Star Nkozala pale. Nilipiga naye kazi pale. Okay, nilikuwa sijui. Unajua nini Mamazu, huko unakuelekea unakwenda kutuwakilisha au sio? Kuonesha kuwa kuna watu ndio maana mimi yani wapelekee kale kazaga au bwana ashie. Kwanza hiyo mimi ndo naipeleka Dar es Salaam, kwa sababu najua nikipeleka hiyo kitu Dar es Salaam walio wengi watafurahi sana, kwa sababu mimi nataka kufanya kitu ambacho mwanadamu mwenzangu, hata mpambanaji mwenzangu mimi, ambaye tunaweza tukasema mtu ambaye anapenda kubato na mimi hakufikiria kama naweza nikapenda. Yaani ndio mimi natakaga kufanya, kwa sababu nikifanya wewe utajisikia kwamba sasa kuja kutaka kufanya tofauti na kile nilichofanya, ukaja ukajikuta tena umeiga. Ndio maana mimi nafanyaga vitu ambavyo kidogo, unajua hapa kambini watu wengi walikuwa waigizi kama mimi. Swala Mamazu watu wengi walikuwa kunyusi. Nilivyoanza nilipigwa vita, unatambulisha ushoga, au una promote ushoga, wabembe tupo hivyo nini. Nilisema hivi moyoni mwangu mimi mwenyewe, nikajipa imani, kasema aliyeniumba ndo kanijazia kipawa hiki, acha nikitendee kazi ili kiweze kunifanuishi mimi na maisha yangu na familia yangu. Na ndio maana mimi waga sijali mtu anayeniongelea hivi. Kwa sababu najua wewe mbaba ukinikataa leo, ukifika kwako jioni unamkuta mke wako ananiwatch mimi kwenye TV. Mama Sita na mdogo wake, shemeji yako kama ndo nimtaga nani ule mtoto nani Shanti yao. Ule shemeji yako. Yes. Waigizaji wale. Wanafanya kazi nzuri, na mimi waga napenda sana kuna mke wangu waigizaji wanadanganyaga sana wale. Movie moja tu ambao waliwaigiza nikosha, ile ambao wakashuti na Mama Sita, ile ambao wakashuti kama sijui wote wanaishi ghetto moja kama wanafunzi hivi. Sikumbuki ilikuwa. Ile movie watu walikuwa wakosea Kiswahili mule, ndugu yangu asikwambie mtu, yani ukipenda kucheka naenda. Ona kama hii pasta sema naye anayumbisha mara atoe leo mara aache nini. Majuzi niliona umechukua tuzo. Yaani niliona post una tuzo. Tuzo nayo na natamba nayo, ipo chupani. Mimi siwekagi barazani, anaweza kuja kuniiba. Bro, unafanya kazi nzuri, mimi mwenyewe nakubali sana kazi zako. Nenda kwanza ukailete tuione. Unajua tuzo mwanangu, uzuri wa tuzo. Mimi nilichukua tuzo ya mchekeshaji bora wa 2025 mpaka 26. Yaani mimi legend ya sasa hivi tuseme. Tuzo ile ni dhahabu bro. Sasa dhahabu kuoneshwa usiku kwetu saa 6. Takuja ni nyakuliwa hapa ni kafiri. Mwanangu sio poa. Mbona hata na mimi na tuzo sijui. Wewe una tuzo itoe wapi? Ya goalkeeper bora. Ulivyoendaga na timu yako haijawahi kuchukuaga chochote, tuachane nayo. Hamna, sio kweli. Nilivyoondoka mimi timu yangu ilichukua kombe, na ilifanikiwa pia kumpiga Bilombe bao 4 mwanangu. Pale walikuwa wamelewa. Bro, hivi kwenye mishi zako, kwenye kazi zako kuna mtu yoyote ambaye unabifu naye? Yaani mtu ambaye hamuelewani nini? Hapo home mwanangu, hapo home. So sijaelewa, msanii au mwigizaji? Ni msanii tu. Msanii wa music au? Nachojua ni msanii tu, kasema hawezi kufanya kazi na wewe mzee. Sijui hata shida nini. Sasa ulimuona nani ambaye amesema kwamba hawezi akafanya kazi na mimi tena sijui? Oya basi poa, mimi nisikuache njia panda. Kwenye pita zangu nilikutana na msanii ambaye anasema yeye hawezi kufanya kazi na wewe tena, na
alijutia kufanya kazi na wewe, kitu kama hicho mwanangu? Mimi kwa waigizaji wote wa paka mbini ambao nawajua na majina, ma creator content wote ambao najua na majina, yoyote ambaye anaingiaga kwa sanaa ya igizo anaingiaga kwanza lazima weke bifu na mimi ili atoboe. Amini. Ukikagua vizuri, mimi ni mtu ambaye waga sinaga zile tantarira tena za kumtusi mtu, ila mimi ndo maisha linitoa. Sasa kumtukana mtu mimi ndo maisha linitoa. Kipindi nimeanza vya kuimba nyimbo za kukopi nyimbo za watu na zichange kwa kwaya, tulipopoteza network kule, watu wakaenda Ulaya nini, tukawa tumeyumba, nilikuja kujikuta ninavyo focus mimi kwa ule mfumo aviingi watu sana. Unajua mmeanza kitu watu 30 afu 30 mnabaki 10, 20 ndio imepotea, inakuwa so poa. Ilinibidi nianze kutusi watu, na nilimvamia mtoto wangu Zuu, sikumvamia mwingine mimi. Nilimvamia Zuu, nikavamia Zuu, watu wakaona nilipa pesa tukana huyu, nikaja nikaona huko ni kutafuta kifo huko. Utakuja kumtukana mtu asiyejua utani, aje niloge bure nife. Nikaona hizo deal hazifai. Ni kama kwa Recho, Ulaya nilitukana kama watu 3 hivi. Recho, Gaspar nani. Hapa kambini nitukana Nyaka. Ulikuwa unafanya tu content au ulikuwa unalipa pia kufanya kitu kama hicho? Kulifika mtu nilikuwa napewa hela nitukane mtu. Maisha ni biashara. Wait bro. Hivi matusi ambao ulikuwa unatumia matusi ya aina gani? Yaani kushusha brandi, yani kumshambulia msanii, yani kuonesha kuwa hajui kuimba, hajui kufanya kazi, vitu kama hivyo? Ila mimi kutukana kwangu kulikuwa kule kutukana kama naelimisha fulani hivi, kwa sababu mimi kama nikiwa namtukana mtu kama Zuu mimi nilikuwa nikitukana kama kumkosoa. Umeona? Yaani utakuta matusi yangu mimi naelekea kama kumkosoa fulani hivi. Lakini sasa ukija ukiangalia kule kumkosoa kwangu, mimi nataka kumpeleka kwenye maisha yangu ambayo nataka mimi, kumtoa kwenye maisha ambayo nataka yeye. Na kile kitu hata mimi mwenyewe guys kisupport. Yaani unitoe kwenye maisha yangu nipeleke kwenye maisha ambayo nataka yeye. Hicho kitu guys kisupport. Sasa nilikuja kujikuta nina kazi kubwa sana ya kujikuta najitenga na watu bila kuelewa najitengaje. Kipindi sasa nimekuja kusanuka sasa. Matusi yenyewe alikuwa utakuta Zuu akifanya hiki, akionyesha kama vile mfano shape, wewe mwenyewe unakuja kuangalia wewe mtoto wangu shape hana. Sasa mimi hapo ndo napata tusi sasa. Mimi hapo ndo napata tusi. Naanzana naye sasa. Wewe shape hauna nini na nini, unakuja kuti hivyo napita naye umo. Nikaja nikaona haipendezi. So mtu kuwa mfupi sio sababu mimi kupata nafasi ya kumchamba. Nikaja nikajikuta mimi nataka niwe mtu wa aina hii, sitaki kuwa mtu wa aina. Unajua kuwa mtu wa matusi sio kwamba ndo mchekeshaji hapa, bali unakuwa mtu ambaye unashika watu wengine hazi. Nikaja nikajigundua natakiwa nipambane mimi kama mimi. Ndio pale sasa nikavua zile koti zile kama msukuma fulani hivi. Nikavua zile koti zile suti za mchongo. Nikaanza sana umama Zuu. Nikaona hapa kwa kuyajenga acha nipite na jina lake lile vile. Kwa jina lako wewe la Mazuu linatokana na Zuu au sio? Ya, jina langu mimi lilikuja huko, yani mimi nilipenda sana jina la Zuu, nilikuja kujikuta linaendana na mimi sana. Zuu huyu Malikia tunayemjua sisi au kuna mwingine? Naye mjua bro, yani Zuu wetu huyu msanii wetu wa kike anaitwa Malikia huyo. Anajua kuhusu hilo? Kujua kama mimi kama natumiaga jina la kwake yeye. Kujua kuwa we ni mama yake wa mchongo. Anajua. Unajua mimi na Zuu kama ulifuatilia, kuna muda mimi hapa nataka kutoa ngoma yake ya mwisho ameitoa hii. Mimi nilimsupport, nilifanya challenge bila yeye kuniambia fanya challenge. Na mimi sifanyaji challenge bila kulipwa. Nilimsupport nikafanya challenge. Nikafanya mpaka interview, nikaita mpaka TV Alexander, tukafanya interview kuhusiana tu na nyimbo yake. Ilikuwa bado haijatoka, nikaambia watu tukae kula nyimbo itatoka. Nika support sana. Akaja akauona pia umuhimu, akasema yeye kumbe huyu mtu ni muhimu pia. Ila mimi sasa kwa kiupande wangu, mimi nilivyokuja kipindi nimeumwa, mwezi wa 3 mwaka jana. Kipindi nimeumwa pale niliomba msamaha kwa watu ambao niliwakosea. Nikaandikia DM watu sameane maisha ya. Mimi kama jeneza yangu na hiyo. Sasa kipindi kile niliomba msamaha kwa moyo mmoja bro.
ila hakunielewa na hakuelewa kwamba mimi nipo kwenye hali gani, akachukulia tu huyu mieyusho. Ila mimi sikuchoka, mimi mwenyewe nilibaki nikiomba watu wote, najua nimekosea nini, sorry bana, tusameane. Na wale ambao walinikosea na tusameane, mimi nimekusamea ndugu yangu, kama ulikuwa na kinyongo. Yes, sasa kuja kuona umuhimu wangu na yeye, ndo mwezi uliopita 2025 mwezi wa 12 ndo nikaona message bana, tuyajenge bana sisi wana. Lakini mpaka sasa hivi tupo fresh na familia yote ya Kirui, na nilikuwa sipo nao vizuri, yani wote tulikuwa hatuna yani hatuaji vizuri, lakini mpaka sasa hivi tupo fresh. Vizuri sana kufanya kitu kama hicho, yani swala la kiungwana zaidi. Hivi unamkumbuka mgeni jamaa fulani ambaye ulishuti naye? Ya mgeni namkumbuka, mwezi uliopita hapo nilikuwa Bujumbura naye. Okay. Hivi ana content sana za kupenda kula. Anapenda sana kula kweli au? Yule jamaa, kabla kukujibu, ngoja nimjibu huyu jamaa hapa. Kuna sisi hapa tu kama anasumbua. Si hayo ni mateso haya. Oh my God! Beatrice is my queen, is my sister, is my mother-in-law, is my grandmother-in-law. Yani Beatrice, ulipozaliwa pasi yote majani. Pakiota majani mtoto wetu ibe tale upe. Bro, punguza tantarira blaza. Watu tuna madili afu tusemi. Watu tuna ramani za hela afu tuongei. Watu tuna ramani za kupata gift chap chap afu tusemi blaza. Watakiwa uweke respect bro. Ngoja kwanza nikavue hii koti. Bro. Bro. Umepiga hivyo vyote afu bado upo. Unapigwa na mwanamke afu unakuja, wanawake ndo wanakupiga. Afu unakuja hivyo unajionyesha amepigwa sana, mnatakiwa bro. Asha, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Asha Beatrice ashafanya ya kwake huko, dadangu hapo ngoshura yapo leto mwana. Nilikwambia hivi blaza, unapomtekenya tembo mgongoni ujue baada yake hasa Asha. Na yeye ana familia Asha. Hawezi. Bro, hawezi huyo. Jamani niliwaambia mechi ziko zinageuka mechi. Mechi ziko zinageuka. Beatrice ameenda wapi? Mbona gapi na nigeukia? Tunaangalia namba, bado tumemshinda namba hapo. Baba Sita, utampigia mke wako simu mpaka utamtumia hizi video. Utamtumia hizi video, ataona venye nimekuua huko. Na